Mimi sioni bana Mheshimiwa Rais kama kuna siku ataongezewa hata siku moja, hata sekunde moja kwa ofisi pale. Sioni kama wananchi watamuongezea. Mimi kulingana na vile ninaona, hatuna matumaini na William Samoei Ruto. Hatuna matumaini kabisa. Na sahi, Mr. Speaker, as we speak, the people from the mountain are very happy that sahi kahawa wanauza at an average of 150 shillings, Mr. Speaker. Mimi ni mtu wa two term, najua William Samoei Ruto. Najua hii kitu utachukua, lakini angalia ground. Angalia ground rais. Hiyo mimi nakukanya kabisa. Angalia ground kabisa rais. Mimi nataka kuambia jamii ya Western. Hii habari nataka kuwapasha. Sisi kama jamii ya Western tumeunga jamii nyingi mkono. Tumeunga Wakamba, tumeunga Wajaluo, tumeunga Wakikuyu. Sisi Marai na sisi pia tunataka watuunge mkono. Hiyo waturudi nyuma. Sisi tunataka Marai na wao wakuje pia nao wakae nyuma yetu. Tunakumbuka wakati ule Uhuru Kenyatta kwa mamlakani, tuliambiwa kwamba mafuta ilikuwa katika hiyo bei. Kwa sababu gani? Kulikuwa na subsidy. Ruto alitoa subsidy na nashangaa. Alitoa subsidy na mafuta iko pale pale. Sina maana kwamba Uhuru alikuwa anatuchezea. Kalonzo haezi hama opposition. Kalonzo has got nowhere to go. But ile siku mtamletea Matiang'i mbele yake, ati Matiang'i na amechaguliwa, Kalonzo atakimbia mbio ya 100 meters per hour. Matiang'i pia the same. Matiang'i is not ready. Manake Matiang'i pia naye ametengenezwa kiakili na Uhuru Kenyatta na Jubilee people kwamba wewe ndio presidential candidate. Bila wewe hakuna mahali tunaenda. So Matiang'i is prepared kwamba yeye yuko pale na kura maana tegemea zaidi ni Mount Kenya na Kisii kwao. Wengine watamuongezea. Kama hata kuwa presidential candidate katika ile team, Matiang'i is going. Mheshimiwa Rigiji alisema hivi nikimalizia. Mheshimiwa Rigiji alisema rais hawezi akaongoza kwa miaka 5. Rais mpaka apewe miaka 10. Rigiji ndiye alituambia hivyo.